Msichana huyo alikuwa amefungwa baharini kwa matairi. Mara tu yule pirate alipobonyeza kitufe, kundi la papa wenye njaa lilitolewa. Msichana akafumba macho kwa hofu, akisubiri kifo. Pirate huyo alivaa glovu maalum na kuanza kuwaelekeza papa wamfuate msichana huyo, lakini papa hawakumshambulia. Pirate alidhani huenda glovu hizo zilikuwa na tatizo. Akajaribu tena kuwaongoza papa, lakini bado hawakuthubutu kumgusa. Kiongozi wa maharamia alichanganyikiwa, hivyo akamlaza msichana juu tena ili kuwajaribu papa kwa mara nyingine. Maharamia wakamtupa mwanamke mwingine baharini kwa ishara ya mkono wa kiongozi wao. Papa wakamrarua haraka na kumla. Maharamia wakadhani kifaa cha udhibiti sasa kilikuwa kinafanya kazi vizuri, hivyo wakamsukuma tena msichana majini, lakini papa bado hawakuthubutu kumshambulia. Kumbe msichana huyo alikuwa na damu ya papa. Akiwa mtoto, baba yake alimpa hirizi ya papa. Tangu siku hiyo, msichana huyo akawa mtawala wa papa. Maharamia wakaanza kushuku kuwa kuna jambo la ajabu kuhusu msichana huyo, hivyo wakaweka kifaa maalum kichwani mwake ili kugundua jinsi ubongo wake ulivyoweza kuwatawala papa. Wakati huo huo, mpenzi wa msichana huyo alipata habari hizo. Akaondoka na watu wengi kwa mashua kuelekea kwenye kambi ya maharamia ili kumwokoa msichana huyo. Lakini muda mfupi baadaye, kiongozi wa maharamia alihisi hatari inayowakaribia. Ili kuwazuia wasisonge mbele, alivaa tena glovu zake na kujaribu kuwaamuru papa. Mara moja, kundi la papa likaelekea kwenye mashua ya waokoaji. Kwa amri ya kiongozi huyo, papa mmoja akafanya shambulio la kushtukiza. Kisha maharamia wakamtuma papa aliyekuwa amefungwa bomu. Mwanamke mmoja katika kundi la waokoaji alijaribu kutumia mkuki wa baharini kuuzuia papa huyo, lakini akashindwa. Kwa mlipuko mkubwa wa ghafla, mashua ikavunjika vipande vipande. Watu wakaanguka baharini, huku papa wakianza kuwashambulia mmoja baada ya mwingine. Wakati kundi hilo lilipokuwa karibu kuangamizwa kabisa, msichana huyo alitumia akili yake kuwatawala papa. Mara moja papa wakaacha kushambulia. Hata wakageuka na kuanza kuelekea kwenye kambi ya maharamia. Kisha papa wakaanza kuwashambulia maharamia, wakiwaburuta mmoja baada ya mwingine kuingia majini. Kiongozi wa maharamia akaingiwa na hofu. Alijua kuwa yote hayo yalikuwa yakifanywa na msichana huyo, hivyo akaamuru watu wake wamtupe msichana huyo baharini. Kwa bahati nzuri, mpenzi wake aliwasili kwa wakati na kumwokoa. Baadaye, wawili hao wakaenda ufukweni na kuwaokoa mateka wengine. Lakini kiongozi wa maharamia hakukata tamaa. Aliendelea kutumia glovu zake kuwaamuru papa washambulie tena. Hata hivyo, msichana huyo aliinua mkono wake kidogo tu, na mara moja papa wote wakageuka. Glovu za kiongozi huyo zikapoteza uwezo kabisa. Papa wakawa wanatii amri za msichana huyo pekee. Papa wakaruka kutoka majini na kumtupa kiongozi wa maharamia baharini. Muda mfupi baadaye, akawa chakula cha papa.